nisiseme sana. Bwana Yesu asifiwe. Ile ndio siku ya nini? Siku ya ziki, ya hiyo siku mbaya. Bwana Yesu asifiwe. Namuuliza leo uniambie, umebadilika au bado? Kifua hakija. Wewe na watu kifua kinajaa na kupata kupumua kwa herufi kubwa. Sasa ukimgusa mtu uyafute. Umewahi kumwambia Bwana wako afute makosa yako? Ndivyo ilivyo katika maisha ya wokovu. Unaweza ukawa unafanya makosa na makosa yako yanatunzwa. Ndio maana kuna vitabu, kuna kitabu cha uzima na nini na vitabu. Unaweza ukawa unafanya tu makosa yako yanaendelea kutunzwa, makosa yako yanaendelea kutunzwa, makosa yako kama kwa sababu hakuna kosa litakalosamehewa bila kutubiwa. Mungu afanyie hiyo biashara. Ndio maana hata katika mambo ya wokovu ameweka uhuru, uamue kuwa mwenye dhambi au uamue kuacha dhambi. Hakuna kosa lolote litakalosamehewa kama hujatubu. Kitabu ndio hiyo, utaangalia wale malaika waliokuwa wanazungumza kuhusu mji wa Sodoma, wanasema kilio kimefika. Kwa mara ya kwanza inatunzwa, mara ya pili kunatunzwa, mpaka ikafika sehemu ikabidi Mungu ache kuangalia kabisa, kujiridhisha ni kweli ninayoyasikia. Kwa hiyo kadri unavyotenda makosa na huna muda wa kutubu uovu wako, baadaye moto. Kwa kuchomwa kwa Sodoma na Gomora haikuwa dhambi ya siku moja, haikuwa dhambi ya siku mbili, haikuwa dhambi ya siku tatu, haikuwa dhambi ya mwezi mmoja. Ulikuwa ni mrundikano wa matatizo, mpaka Mungu akaamua hapa lazima nifanye jambo. Kwa hiyo kama unafanya makosa nyumbani kwako, unafanya makosa kanisani, unafanya makosa kwenye jamii na hauna muda wa kutumia makosa hayo, ujue yanarundikwa. Siku sasa umeingia kwenye 12, ndio utajua. Kama unanielewa vizuri, utasoma hapo katika kitabu cha Mwanzo, utaona vile wanaposema malaika, tumekuja tujiridhishe kwamba tunayoyasikia ni kweli, yale yanayofika huko ni kweli. Sasa walipofika kwa Lutu, wakashangaa, mji wote umezunguka nyumba ya Lutu, wanasema hawa wageni watoe hapo. Sema kweli kweli. Ikabidi sasa wamhamasishe huyu bwana kwamba toka, naye akawa anakawia, nasema Biblia, wakamshika mkono. Hiyo siku ilikuwa ni mbaya. Sasa wakamshika mkono, wakamlazimisha, wanamwambia aende mpaka mlima mmoja ajiponye huko, kwamba sasa muda wa kuharibu umefika. Siku ya dhiki sasa ya Sodoma imefika. Ibrahimu alijaribu kuomba, je, wakiwepo 50 utauchoma mji na hawa 50? Akasema hapana. Kwa hiyo makosa yasiyotubiwa lazima yalete shida baadaye. Mstari wa 2,
nimetiwa mimi, maana nimetiwa mimi. Umewahi kusema hivyo kwa Bwana wako? Kwamba amejua makosa yake, hata kama amesitisha juu ya wale walikuwa mkao wewe au unataka amani ondoke hapo, yaani unataka utunze amani kwa uovu. Hakuna amani kwenye uovu. Uovu unapokuwepo, amani haiwezi kuwepo. Nataka tusome tena, maana nimetiwa mimi, sio tu kwamba ikiwa nimekosea lazima ujue makosa yako. Unayopigiwa kelele mara kwa mara lazima uyajue, na njia ya kupona katika kata hili la mama unasikia. Hebu soma tena, Daudi anasemaje? Hapa nazungumzia katika eneo la mambo ya kuapologize. Huwezi kuapologize, huwezi kuanza kwa msamaha alafu usijue unaombea msamaha nini. Soma tena. Sio ikiwa malizia msoma. Alafu umewahi kusema hivyo, maana umewahi kuwa unyenyekevu katika hatua hiyo, hata mbele za Mungu umewahi kujua makosa yako. Anasema nimekutenda dhambi wewe. Hapo sasa unamwambia Bwana wako kasimisha, kwa maana hiyo ndio nilikuwa nataka nizungumzie katika eneo la tunarudi katika kila ambacho lazima ujifunze kufanya tofauti ili kupata kitu fulani. Sasa yule mama alilia, akafuta na nywele, kisha akafungua mafuta. Yakobo aliandaa chakula chekundu, lakini kuna mtu anaitwa Esta naye aliandaa chakula meza, kaandaa tena. Anamwambia mfalme, ukiona vyema. Hiyo ni neno kubwa sana. Mfalme, ukiona vyema. Hiyo ni njia ya kuomba kibali. Ukiona vyema unaweza ukaniruhusu niandae chakula. Au ni maeneo ya kujifunza namna ya kusema mbele za Bwana. Ukiona vyema
unaweza kuniruhusu niende nyumbani kwetu? Wewe si habari wewe. Yaani unanyanyuka kama wewe. Baba linalo liwe. Kumbuka wewe ni mtu, ni kitu cha mtu. Sema mtu akipata mtu anapata nini? Kitu. Wewe ni kitu cha mtu. Wewe ni mtoto wale wazazi wako, lakini wewe tayari ni kitu cha mtu, ulishanunuliwa. Kwa hiyo kwenda kwako hata nyumbani kwenu kunahitaji kibali cha mmiliki wako. Yaani kama ulikuwa unamilikiwa na wazazi, unapoolewa tayari umekuwa chini ya miliki nyingine, na sheria ni zingine. Lazima ujue hiyo na uwe na akili hiyo, ili itawasaidia pia watoto wako. Nitakwambia hapa Biblia ile Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Ndio watu wasema utakiwa kurudi kwenu kwa vyovyote vile. Mwanzo sura ya 12. Hata kama huzai utakiwa kumwacha mume wako, maana wewe tayari uko chini ya miliki nyingine. Kokote anapoenda mume wako, you have to go. Kuna kitu nataka tukakisome hapa kidogo. Yaani mke unatakiwa kuambatana na mmeo kwa kiwango kikubwa sana. Haleluya. Mstari wa 5. Abla akamchukua nani? Wakati Mungu amesema na mume wake kwamba ondoka katika nchi yako na jamaa yako na nini, mke hakutakiwa kuwa mbishi, kwa sababu pale kuna mawifi zake, kuna marafiki zake wako pale, anatakiwa kuchukuliwa. Huo ndio mfano kama tunataka tuangalie. Asifiwe huyu Bwana. Ndivyo ambavyo sisi tunatakiwa kuwa watiifu sana kwa Bwana, wasikivu sana kwa huyu Bwana, kwa sababu ndiye asili, ndio fahari yetu. Yaani Bwana ndiyo fahari yako wewe. Bwana Yesu ndiyo fahari yetu sisi mabibi harusi. Ujanja wetu sisi ni Bwana. Inasema Biblia itafika wakati wanawake wangapi? 7 watashika mume mmoja. Wanasema watakula chakula chao na mavazi yao, ila waitwe tu kwa jina lake. Kwa hiyo kuwa na Bwana ni fahari kubwa sana. Usifanye mchezo. Kuwa na Bwana ni fahari kubwa sana. Tunakemea mapepo kwa sababu tunaye Bwana. Tunashinda wachawi kwa sababu tuna Bwana. Hatuvai hirizi kwa sababu tuna Bwana. Kunapotokea shambulio kubwa halitufikii, kwa sababu yuko Bwana anayetukingia kifua. Kama singelikuwa Bwana, Israeli nasema hata hivi tunavyovipata ni vidogo, yaani vita vikubwa havikufikii, usingekuwepo. Ila ufahamu huo sasa haupo. Kama ungelifunguliwa macho ukaliona jeshi lililotumwa kukuinjia, pengine unaweza kuwa na adabu sana mbele za Bwana Yesu. Lakini sasa hivi hatuwezi ona. Katika Wafalme wa Pili, Gehazi aliona kwa macho, akakimbia ndani, anamwambia Bwana, ole wetu, tufanyeje? Maana mlima wote umezungukwa, ni hapo tuko katika tumeshazingirwa.
Mtumishi wa Mungu aliyekuwa anajua kwamba Bwana yupo na amemwekea ulinzi, akasema wala usiogope, walio upande wetu ni wengi kuliko walio upande wao. Sasa najua asili iko wapi? Hakusema kwamba walio upande wetu ni wengi kuliko hao, hakusema hivyo. Nataka kufika hapo, kuna vitu nataka kukielewa kwamba jinsi gani Bwana anatuhakikishia usalama, jinsi gani vita vikubwa vinapigwa siku tukiwa tumelala. Asingekuwa Bwana, Israeli na aseme. Nataka tuanzie hapo kupata akili kwamba tunatakiwa kukaa vizuri na Bwana. Sasa ili tufanye vizuri, lazima tuwe watu wa kufanya tofauti na wengine. Tujifunze kufanya tofauti. Kama ni maombi, lazima uanze kuomba tofauti na watu wengine. Kama ni kufunga, uanze kufunga tofauti na watu wengine. Kama ni kutoa, uanze kutoa tofauti na watu wengine. Kama ni kutumika, anza kutumika kuliko watu wengine. Ulinzi wako lazima uwe mkubwa sana. Tunasema kwamba ukitaka ufe mapema, acha kutumika vizuri. Elisha alisemaje? Mtu mmoja asoma. Hapa ndipo tunapaswa kupata ufahamu wa hali ya juu, kwamba tunawindwa, hatukamatiki kwa sababu tuna akili, tunapenya kwa sababu tuna Bwana. Bwana ndiye anayetusaidia, sio kitu kingine. Akituacha huyo, hatuamki. Kuna wengine walishatusubiria tukwame, wengi tu, tutaacha tusubiri. Wanasubiria wengine mpaka sasa hivi, wengine mpaka pengine hata wameweka vao, lakini tunaamka, tunakwenda, tunarudi, tunakwenda, tunarudi, tunakwenda, tunarudi. Bwana Yesu asifiwe. Haya mambo nataka uelewe, na ukishajua una Bwana, wewe ni mshindi wa kila shindano, kwa sababu hawezi akaangalia tu unashindwa, hawezi, kwa sababu kushindwa kwako ni aibu kwake. Kukwama kwako, kwa mfano wewe mwanamama hapa, ukiwa ni mtu wa matatizo ni aibu kwa Bwana wako. Yaani Bwana wako ndiye anayepata mateso kuliko wewe. Maana hata akizaliwa tuna ndugu zake, mke wako ni mzima na wewe unaumwa. Yeye ndo anapata shida zaidi, si niwaambie. Bwana Yesu asifiwe. Mimi wakati naoa, ilikuwa kila siku wakipija hivi, wanauliza tu vifungo ni wandeki au Bwana Yesu asifiwe. Sasa kama hata kifungua wewe ndo unakaa unatazama, unaulizwa mara kwa mara. Kwa hiyo anayepata shida zaidi huwa ni Bwana. Swali lingine linafuata, kisha nifungue linafuata. Washishi jema kana kwamba kuna mashindano. Washenzi ndo. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Kana kwamba wanakusaidia hata wengine kununua ndege. Yesu atuwezeshe. Kwa hiyo tunaposhindwa sisi, anayepata tabu sana ni huyu tuliyemwamini. Ndio maana tunaona mtu mmoja anasema sasa, kama anatuacha atuache, lakini hatuwezi kuinania salama. Elisha anamwambiaje? Gehazi? Yeah.
kuiangalia point. Soma tena. Alimwambia usiogope. Kwa nini hakusema ni wengi kuliko hao? Sio kama unaelewa hapo. Kuna kama point kadhaa. Ni wengi kuliko walio pamoja nao. Hivi vilikuwa ni vita vya kiroho. Huyo aliyekuwa anasema alikuwa na macho ya kuona nyuma ya hilo jeshi lilokuja kuna jeshi lingine. Ni kama wewe unaona jirani yako anakuinulia mambo, wewe unamuona kwa nje, lakini nyuma yake kuna jeshi lingine. Yaani nyuma ya huyo unayemfikiria ni adui yako, nyuma yake ndo kuna maadui zaidi kuliko wewe. Sio hicho anachosema kwamba walio upande wetu ni wengi kuliko walio upande wao, lakini hakusema ni wengi kuliko hao. Lakini huyu mwenye macho ya kimwili anaona huo umati leo tumeisha, lakini anaambiwa baba. Kwa hiyo nyuma ya adui yako kuna mapepo ambao huwezi kuyaona. Sasa ni nani anayeweza kukusaidia? Ni Bwana. Hata kama utaona kuna mtu anakupiga, hata kama awe ni ndugu yako, nyuma yake kuna jeshi ambalo limemzunguka, limemtuma, linamtumia, anakuja nao. Ni sawa na mtu anakuja nyumbani kwako, anaweza kuwa mama mkwe, baba mkwe, shangazi au mjomba. Wewe utamwona peke yake, lakini amekuja na nini? Ndio maana sasa niliwaambia tunatakiwa kuimarisha maombi ya nyumbani. Jirani yako anaweza kaja anakuletea kitu kama nini, hata kanyama, lakini amekuja na nani? Hata rafiki yako mpendwa mwenzio unamwona anakuja kukutembelea, nyuma yake ana kina nani wasioonekana? Hivyo ilivyo pia katika watu wa Mungu. Mtu wa Mungu popote anapokuwa huwa hawi peke yake. Soma tena. Usiogope. Ni wengi walio pamoja nao. Sasa inatakiwa akija na mapepo 200 akute wewe hapo una jeshi la ajabu sana. Hata kama huna ufahamu wa kuona, lakini unatakiwa kuamini, kwa sababu Bwana anatuwekea ulinzi. Hatuwezi kuwa na Bwana asiyejali. Bwana wetu anatuwekea ulinzi. Na baada ya sasa Biblia kwa ufupi tu tunalipa kwa nguvu za Mungu. Sasa mtu anapokuja kwako amebeba nguvu gani? Kwa sababu sio kila mtu ni mwema. Hiyo ni hatua ya kwanza. Lakini kuna wengine wanatumiwa bila kujua. Nataka kuelewa hiyo si ya ajabu sana. Ndio maana unatakiwa kuwa moto muda wote. Unatakiwa kuwa katika roho. Unatakiwa kuwa vizuri na Bwana. Kwa sababu sio kila mtu neshika na mkono ana nia njema pia. Sio kila mtu anayekutembelea anakuja peke yake. Kama ni mtu ambaye hana Mungu, anapokuja kwako ujue kuna ugeni mwingine kuliko huo unaoona kwa macho. Na wala ambao wanasema wana Mungu ndio mnakashesha. Kila siku na wengine. Kila siku na watu unachekizwa. Kwa sababu mwenzio
jeshi lingine. Sasa na wewe ushughuliki na Mungu. Kwa kila siku wewe utakuwa ni mbio kwenye ndoto. Ndio umeshaitunda. Kwa sababu aje tunaye hapa pembeni ana jeshi lake na wewe huna jeshi la Mungu. Anasemaje mtu wa Mungu? Usiogope, kwa maana utakutisha walio upande wako, ili wawe wengi, lazima uwe na Bwana. Ukiwa naye Bwana, jeshi lote linakuwa chini yako, kwa sababu naye Bwana. Yanaitwa Bwana wa nini? Majeshi. Anaitwa Bwana wa majeshi. Huyu Bwana wa majeshi tunapokuwa naye, jeshi linakuwepo. Ndio maana yule kijana alikuwa kilichomsaidia, walikuwa jangwani. Kule jangwani kuna mwitu, kuna wanyama, kuna kila hatari, lakini alikuwa kwa sababu gani? Alikuwa pamoja na kijana. Kwa sababu unapokuwa una Bwana, jeshi la Bwana lazima liko hapo. Sasa una Bwana, huyo Bwana leo wa nyumbani, Bwana asifiwe. Utabaki kunywa pombe, mzinzi, mwenda kwa waganga, hapo kuna majeshi ya kutosha. Kwa hiyo mjipanga. Sala la kwa tumenipa bila kawaida. Bwana Yesu asifiwe. Bado kuna kitanda na shimo kubwa hapo na sana. Kitakacho kusaidia sio kupiga vita sana na wapiga na wavunja, no. Ni kuwa na Bwana. Unapokuwa na Bwana, Bwana ndio nguvu yako. Kwa sababu ukiwa na Bwana, popote alipo Bwana kuna jeshi. Popote alipo Bwana amezungukwa na wingi wa malaika.